Karibu. Leo ni siku ya watu wenye ulemavu na ni siku ambayo imetengwa kujenga uelewa zaidi kuhusiana na swala hili, lakini kujadili pia mambo mbalimbali ikiwemo changamoto ambazo zipo za miundombinu na nyinginezo ambazo zinapaswa kufanyiwa kazi ili kuweka mazingira rafiki zaidi. Lakini mbali na hilo tumeshuhudia licha ya hali hii kuwepo, lakini bado mafanikio yanaweza kufikiwa kwa namna yoyote, na tutapata simulizi ya kusikia pia kwa wale ambao wamefanikiwa licha changamoto ambazo wamekuwa wakipitia, nini ambacho wamefanya kufikia hapo na vikwazo ambavyo wamevuka, ikiwa ni sehemu pia ya maisha, na tutafahamu yote hayo tukijadili hapa, lakini kubwa pia uelewa huo ambao unajengwa na kufahamu zaidi. Na hapa studioni tumemwalika mwenyekiti wa CHAWATA ambacho ni chama cha watu wenye ulemavu Tanzania, Mohamed Kidumke. Karibu sana. Asante. Tunaye pia Rajab Mpilipili ambaye tutasikia kutoka kwake simulizi ya safari yake mpaka kufikia kile ambacho amekuwa akifanya, akiwa pia ni mtaalamu wa masuala ya sosiolojia. Rajab Mpilipili, karibu sana. Asante sana. Tumekuwa naye kwenye uchambuzi wa mambo mbalimbali ya kijamii katika vipindi vyetu mbalimbali, lakini pia hapo Hilda Mohamed Kidumke ni mwenyekiti wa CHAWATA mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo sasa, kwa sababu umegusia kuhusiana na utaalamu, nafahamu kwamba hali ya watu wenye ulemavu, labda kuna wengine wanaweza wakawa na mtazamo tofauti, lakini tunayo mifano mingi pamoja na hawa viongozi ambao tunao hapa studio, lakini kuna watu wengi licha ya kwamba wana hali kama hiyo lakini wamefanya makubwa. Kwa nafikiri hilo ni muhimu sana kuanza nalo, wanasema kuweka rekodi sawa sawa. Kuangalia miongoni mwa watu mashuhuri ambao wamefanya mambo makubwa licha ya kuwa na hali ya ulemavu, na ni watu maarufu wengi tunawafahamu. Tupitie makala hii tu kujikumbusha. I want you to know something. If you're alive, you have a gift. Until that sudden moment of impact becomes our reality, until we're faced with that adversity, but it still is a choice that we have to make. We all are perfectly imperfect, and that is perfectly all right. Katika dunia iliyojaa mema na changamoto, kuna watu wachache ambao wanathibitisha kuwa ari ya ndani, matumaini na juhudi za kweli vinaweza kuvuka vizingiti vya hali yoyote kimwili. Hawa ni baadhi ya mashujaa wa kweli ambao wamebadilisha maumivu yao kuwa msukumo na kuwa chemichemi ya hamasa kwa mamilioni duniani kote. Tuanze na Nick Vujicic. Battle after battle, you need to understand you will get through this. Nick alizaliwa mwaka 1982 bila mikono wala miguu. Utoto wake ulijawa na dhihaka na ubaguzi, hali iliyomfanya afike hatua ya kujaribu kujiua. Hata hivyo, baadaye alitambua uwezo wake pekee na kuanza kujifunza namna ya kuishi kwa ubunifu. Aliweza hata kujifunza kompyuta na kupiga ala za muziki. Mnamo mwaka 2005, alianzisha taasisi ya Life Without Limbs kwa lengo la kueneza matumaini na kuhamasisha watu duniani kote. Lengo hili, akiwa kama mzungumzaji maarufu wa motisha, mwandishi wa vitabu, na huonekana mara kwa mara kwenye vipindi vya runinga akihamasisha na kujenga matumaini kwa watu mbalimbali duniani. Umaarufu wake uliongezeka mno baada ya kuigiza katika filamu fupi ya kusisimua The Butterfly Circus mwaka 2009. I was always aspiring to do bigger things, but had no idea that for that I have to pay the price to be where I am today. Tumwangalie pia Muniba Mazari. Baada ya ajali mbaya ya gari iliyosababisha majeraha makubwa ya uti wa mgongo, Muniba alilazimika kutumia kiti cha magurudumu. Akiwa katika kipindi cha uangalizi hospitalini, alianza kuchora kama njia ya kujieleza. Sanaa yake ya kipekee ilipata umaarufu haraka na akawa msanii anayetafutwa sana kwa kazi za mikataba na ile ya binafsi. Umaarufu wake ulimfikisha kwenye jukwaa la motisha na harakati za kijamii, na leo hii ni balozi wa heshima Umoja wa Mataifa kwa wanawake kutoka Pakistan.
as hard as it was, and as many sad memories there are with that day, there's also a lot of happy moments that follow that day. Tumwangalie Mallory Wigman. Mnamo mwaka 2008, Mallory alipata majeraha wakati wa matibabu ya maumivu ya mgongo, hali iliyomwacha akiwa mlemavu kuanzia kiunoni hadi sehemu za chini za miguu. Akiwa na umri wa miaka 18, alichagua kurejea kwenye uogeleaji. Ndani ya mwaka 1.5 tu, Mallory alivunja rekodi kadhaa za dunia. Amekuwa bingwa wa dunia mara 12 na ameshinda medali 2 za Paralympic. Anaendelea kushiriki mashindano ya kimataifa na kutoa hotuba za motisha duniani kote. Na sasa tumtazame Stevie Wonder. Alizaliwa kabla ya wakati na hali ya macho ilimsababishia upofu. Hata hivyo, aliibuka kuwa na kipaji cha ajabu cha muziki akiwa bado mtoto. Akiwa na miaka 11, alisaini mkataba wake wa kwanza wa muziki, na tangu hapo ametoa zaidi ya vibao 30 vilivyofika kwenye orodha za juu za muziki wa Marekani. Amejishindia tuzo zaidi ya 25 za Grammy. Mbali na muziki, Stevie Wonder pia ni mwanaharakati wa haki za kijamii na amekuwa sauti muhimu dhidi ya ubaguzi wa rangi na kwa ajili ya amani duniani. Na sasa tumtazame Michael J. Fox. Alipata umaarufu mkubwa kutokana na filamu ya Back to the Future, lakini alipogunduliwa kuwa na ugonjwa wa Parkinson akiwa na miaka 29, wengi walidhani ni mwisho wake. Badala yake aliendelea kuigiza kwa miaka mingi na kisha kuanzisha taasisi ya kusaidia utafiti wa ugonjwa huo. Taasisi ya Mike Fox Foundation imekusanya zaidi ya dola milioni 230 kusaidia wagonjwa wa Parkinson duniani kote. Hadithi hizi na nyingine nyingi ulimwenguni zinathibitisha kuwa uwezo wa binadamu hauwezi kupimwa kwa hali ya mwili tu. Ni uthibitisho kuwa ndani ya kila mmoja wetu kuna nguvu ya kubadilisha dunia licha ya vizingiti vyovyote. Ni watu kama hawa wanaotupa sisi msukumo wa kuendeleza teknolojia jumuishi inayofaa kwa kila mtu bila kubagua. Naam, wako wengi lakini hao ni wachache tu kati ya wengi. Lakini pia hapa studioni tunao pia Rajab Mpilipili, Mohamed Kidumke. Tunalenga kuangalia zaidi namna ambavyo tunaweza tukashinda vikwazo ambavyo vipo, na wapo ambao wanafanikiwa kama hivi, lakini tunafahamu kuna kundi la watu ambao wanajikatia tamaa, ama jamii yenyewe inaweka katika kundi fulani ama katika mazingira fulani ya kuwa marginalized ama kudidimizwa na vitu kama hivyo. Rajab, kwa tathmini yako, unaonaje mtazamo wa jamii tulipofikia hivi sasa dhidi ya watu wenye ulemavu? Ya, nashukuru. Kwanza ni wasalimu watazamaji wa UTV. Nikienda moja kwa moja kwenye swali, na kama kiongozi mojawapo wa shirika la Youth with Disabilities Organization YODO, lakini pia kama mtu mwenye ulemavu wa macho, ninaona walau sasa jamii inaendelea kupiga hatua katika kubadilisha mtazamo dhidi ya watu wenye ulemavu. Hatuwezi kusema kwamba tumefanikiwa kama watu wenye ulemavu, lakini pia kama taasisi na serikali kusema kwamba tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa kuondoa mtazamo hasi, lakini hatua inapigwa kuweza kupunguza ile mitazamo hasi dhidi ya watu wenye ulemavu na uwezo wa watu wenye ulemavu. Hivyo ndivyo naweza nikasema, japo bado tunaendelea na jitihada, kwa sababu wanasema kukuza uelewa ni jambo moja, lakini uelewa wenyewe kuishi na wanaoupata huo uelewa ni jambo jingine. Kwa tunaendelea kukumbushana na jamii inabadilika. Na Mohamed, changamoto kubwa ambazo zinasalia kwa watu wenye ulemavu nchini Tanzania nadhani zipi? Asante. Nafikiri changamoto kubwa
zimezidi kupungua. Hapo awali changamoto zilikuwa kubwa, kwa maana jamii ilikuwa haiwakubali sana watu wenye ulemavu, lakini utaona pia jamii ilikuwa ina uelewa mkubwa juu ya watu wenye ulemavu. Kwa sasa hivi kadri siku zinavyokwenda, utaona jamii inapata elimu, inaelimika na inaweza kutambua kwamba mtu mwenye ulemavu kumbe ni mtu ambaye anaweza kufanya jambo lolote la kiuchumi, la kimaendeleo, na ikafia kipindi akawa na mafanikio makubwa sana. Kwa sasa hivi jamii imepata elimu, na kutokana na watu wenye ulemavu wenyewe kujitoa kupambana katika maisha, imepelekea kuona kwamba watu kumbe ni watu wenye mapungufu tu ya maumbile ya viungo tu, lakini watu ambao kimpa nafasi anaweza kufanya kitu kikaonekana kikawa na msaada hata kwenye taifa. Wewe mfano Pilipili ni mtaalamu wa masuala ya sosiolojia, na kufikia hapo labda pengine tupe kwa kifupi tu ilikuwaje mpaka ukapata huo utaalamu? Okay. Teknolojia, sosiolojia. Sorry. Okay, nitagusa kote. Unaweza ukatuambia pia zote mbili. Nataka tupate story yako tu. Nashukuru sana. Okay, asante sana. Mimi ni mwanasosiolojia na niliweza kupata utaalamu huo wa sayansi ya jamii baada ya kuwa nimejiunga na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2019, ndipo nimehitimu pale. Nilijiunga 2016, nikahitimu 2019, na kutoka hapo kwa kweli nawaambia pia watu tulikuwa wote yes, na tulikuwa na good luck kati akiwa ni waziri mkuu eneo hilo na mimi pia nikiwa kwenye serikali ya wanafunzi ya. Kwa hiyo nashukuru Mungu, kwa kweli tulikuwa katika namna ambayo ya kuhakikisha kwamba pale chuoni masuala ya wanafunzi wenzetu, masuala mbalimbali, zile welfare zao zinakwenda vizuri, na kwa kweli tulipambana katika hilo. Kwa hiyo kilinisukuma nini sasa kuweza kupata hii elimu ya sosiolojia, utaalamu wa sosiolojia? Kilichonisukuma ni kwa sababu mimi napenda kufanya kazi ambayo ina athari kwa watu wengi zaidi. Na hivyo wakati nachagua kozi ya kusoma, niliweza kuangalia, nilitamani sana kupitia kozi mbalimbali ili ujue ni kozi ipi itanipa fursa hiyo ya mimi kuweza kufanya kazi ambayo ina athari kwa watu wengi zaidi kwa wakati mmoja, badala ya kufanya kazi ambayo inaweza ikamwathiri athari chanya mtu mmoja au kikundi tu kidogo cha watu. Na baada ya kufanya utafiti wangu wa kina, nikabaini sosiolojia inanipa huo uwanda, kwa sababu inagusa maeneo tofauti ya kijamii, na kama yenyewe inavyojitanabaisha kuwa sayansi ya jamii. Najua sayansi za jamii ni nyingi, lakini karibia sayansi zote za jamii zina draw hitimisho lake kwa kwenye kozi ya sosiolojia. Kwa hiyo kutokea hapo nikawa nimevutiwa sana na kozi hiyo, na ikanipa nafasi ya kuweza kufanya hivyo. Lakini nashukuru Mungu, baada tu ya kuhitimu nikapata nafasi ya kwenda Egypt kwa ajili nchini Misri kwa ajili ya kuweza kujifunza masuala ya teknolojia saidizi kwa watu wenye ulemavu Afrika. Kwa hiyo kule nilikwenda kwa kozi fupi, nikajifunza pia masuala ya teknolojia, na niseme kuanzia hapo teknolojia kwa kweli imekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu mimi, kwa sababu karibia vitu vingi sana nafanya kwa kutumia teknolojia. Huwezi nidanganya kitu kuhusu kompyuta, huwezi nidanganya kitu kuhusiana na masuala mazima ya teknolojia za kidijitali. Sasa hapo naweza kuuliza, yani kutokana na hali ulionayo, nini kinakusaidia, unaonaje yani? Okay. Kwanza labda niseme kitu kimoja. Wakati nimefika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, kulikuwa hakuna matumizi ya kompyuta kufanya mitihani. Tulikuwa kwa wale ambao wanafahamu uandishi wa wakati wa zamani walikuwa asilimia kubwa kunatumiwa typewriters. Sasa zile typewriter unapewa wewe usiyeona ndio ufanyie mtihani. Unaweza ukapata picha, unaandika kitu ambacho wewe mwenyewe hata kukisoma au kukirejelea huwezi. Unaona, sasa mimi hiyo ilinikuta, na nikawa tumefanya mitihani ya testi. Wakati huo ndo testi yangu ya kwanza, nakumbuka nilipata alama 5, ilikuwa ni 4.5 out of nje kati ya max 15. Wale ambao mimi nilikuwa ndio kiongozi wao kwenye group discussion, wote wamepata 14 chini ya 15, wengine wamepata zote alama. Nilivyokwenda kwa mwalimu ananiambia sijaelewa ulichokiandika, maandishi yamekatwa. Unaona, hata hizo alama nimekupa tu kwa ajili ya ya kukupa motisha kwamba na appreciate kile ulichokifanya. Unaona,
then nikasema okay sawa, labda inawezekana labda siku ile ilikuwa ni changamoto, sikusaidika kwa sababu hata mwalimu wangu nilimuomba anisaidie wakati huo kuset margin ya typewriter, akasema hawezi. Kwa hiyo ikaenda hivyo. Nafasi nyingine tena ikatokea tena test nyingine, mambo yakawa vile vile. Nakumbuka ilikuwa ni CL, communication skills. Ikatokea hivyo na mwalimu wangu ati naomba tu nimtaje kwa sababu alinisaidia sana kwa chachu ya motivation ya hiki ninachokifanya, Mr. Mirambo popote alipo. Unaona? Kwa alivyo akaniambia na kushauri uende kwa Dean of Student ili aweze kuombea upewe miundombinu rafiki kwa kuwe kufanyia mitihani. Na shukuru Mungu nilikwenda. Mwanzoni kidogo ilikuwa ina changamoto kueleweka, lakini nashukuru Mungu nilikwenda pale na mimi nikawa mtu wa kwanza kuhimiza matumizi ya kompyuta kufanyia mitihani Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kwa watu wasioona. Kwa kuanzia pale tukafunzwa. Baada ya kufunzwa hapo sasa tunafanyaje kutumia teknolojia? Kwa mfano kwenye kompyuta kuna sauti ambayo huwa ipo. Kwa wale ambao tumia kompyuta kuna kitu kinaitwa narrator ambayo hiyo iko ni mwongozo wa sauti kwa ambao unakuwa unasoma chochote kinachoonekana kwenye screen. Kwa kasa ikigusa kinakuwa kinatamkwa kwa sauti. Kwenye simu kuna kitu kinaitwa talkback. Unaona? Lakini kwenye kompyuta pia hiyo ni asili, lakini unaweza ukaweka kitu kingine ambacho kinaitwa NVDA ambayo ni programu tumishi ya kusaidia kutoa nani kwa maana. Sasa angalau tumepata kwa muhtasari, tunafahamu kwamba utafanya jitihada pia za kuweza kuwapa elimu hiyo watu wengine ili wasikose fursa, na hiyo ni muhimu sana kwa sababu tuko katika zama ambazo teknolojia inatumika katika maeneo mengi. Tutakuja kusikia pia kutoka kwako Mohamed, lakini kwa sasa tusikilize maoni ambayo tumeyapata kutoka katika mikoa mbalimbali, tukianzia na Morogoro. Katika eneo la Mtawala mjini Morogoro, nimefika hapa kuja kuzungumza na kijana Idi Mbaraka ambaye ana ulemavu wa mguu pamoja na mkono, na nyuma yangu hiki hapa ni kibanda ambacho anafanya biashara. Ameamua kujiajiri toka mwaka 2016. Ni kwa namna gani aliamua kujiajiri na kutokwenda kutembeza bakuli barabarani kwa ajili ya kuombaomba? Tuambie kaka Idi, hali yako ya ulemavu ikoje na ulipata ukubwani ama ulizaliwa nayo? Hapana, hii nimeipata wakati na umri wa miaka 4. Ilinitokea, sijajua niliumwa nini kwa sababu ikanitokea. Baadaye ikawa nadenguka, na maana upande wa huku kushoto kama nilichomwaga sindano, ndio kawa nadenguka mpaka leo hii nadenguka. Ndio hivyo. Ulemavu wako ni wa aina gani? Ulemavu wangu wa mkono na mguu, na tumbo linanisumbua kujaa. Kwa nini umeamua kuja kujiajiri na kuacha kwenda kufukua mbao? Nimeanza kujiajiri toka 2009. Nilipomaliza shule ya msingi Mtawala ndo nikaanza kujiajiri. Nilipoanza kujiajiri, biashara yangu ya kwanza nilikuwa nauza karanga. Ikaenda mpaka 2016 nikabadilisha biashara, nikawa nauza CD. Nilipotoka hapo CD zikawa hazieleweki, nikaja nikauza nguo. Mpaka leo nauza nguo kama hivyo unavyoziona. Naendelea kuuza nguo, naendelea kupambana kama kijana ili ni majukumu yangu niweze kuyatatua kwa wakati kama kijana. Biashara yako mwanzo kabisa ulianza na mtaji wa shilingi ngapi na sasa hivi una shilingi ngapi? Mtaji wangu wa kwanza nilianza kwa shilingi 10,000. Mtaji wangu wa pili nilianza na laki. Mtaji wangu wa tatu ni hela ya kawaida tu. Kama hapo nimeenda kununua kulenga nguo ina thamani ya laki au laki na nusu. Lakini bado sijafika lengo. Natamani kuwa na soksi, kuwa na vitambaa, kuwa na waleti. Ina maana mtu anaona akija mteja asikose. Ina maana naweka kitu cha kumshawishi mteja wangu. Naweza nikaweka namba, alipa namba. Ina maana mteja asiruke. Hata akiniambia hela iko kwenye simu, unaweza ukamwambia toa hapo. Ina maana mteja hawezi kuondoka wala akagaidi. Ndio maana napenda kutumia akili nyingi ili nipate hela kwa wakati, niwe na uwezo wa kujitetea kwa wakati.
Tanzania ikiungana na mataifa mengine ulimwenguni kuadhimisha siku ya walemavu, bado walemavu wanaendelea kupaza sauti ya kuendelea kushikwa mkono ipasavyo ili waweze kufikia ndoto zao, hasa vijana kupata mitaji ya kuwainua kiuchumi. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro. Naam, tumalizie pia na kule mkoani Shinyanga kwenye taarifa hii. Wangu niliupata nikiwa katika shughuli zangu za kawaida za utafutaji wa riziki. Nilipata ajali nikiwa juu ya jukwaa na nilikuwa fundi ujenzi. Lakini niliteleza na ngazi nikadondoka chini. Hivyo basi kuanzia hapo nilipata ulemavu, nilipata stroke. Lakini baada ya vipimo mbalimbali, kupitia vipimo mbalimbali, X-ray, MRI, ilionekana diski 2 ambazo zimeziba, hazipitishi oksijeni, hivyo kupelekea mgandamizo na kupelekea ulemavu jumla. Ilikuwa mwaka 2019 mwezi wa pili tarehe 13. Kwa kuwa nilikuwa na idea na kazi hii ya ufundi wa kushona viatu, hivyo niliona sina namna yoyote ya kuweza kujipatia riziki kwa ajili ya kujikimu maisha yangu ya kila siku. Niliamua kuingia moja kwa moja kwenye ufundi wa viatu. Changamoto nazopitia ni nyingi kwa kweli, lakini mojawapo nafikiri ni kukosa vifaa muhimu. Kwa mfano, kuna wakati naishiwa mtaji. Hivyo mtaji wenyewe sio mkubwa, lakini naweza nikaishiwa mtaji, inapelekea kutindikiwa kila kitu, hivyo na kuanza upya. Lakini napitia maneno makali kupitia kwa wadau mbalimbali, kunyanyapaliwa na mambo mengine. Lakini kwa kuwa imeshatokea, unayapokea, maisha mengine yanaendelea. Na familia ya watoto 4. Wote wananitegemea mimi. Yaani nahitaji mtaji kama milioni 2. Kwa wale walemavu ambao wajishughulishi na chochote, mimi ningewashauri wasijione kama ni wapweke, aidha wakashindwa kufanya chochote, wajaribu kuingia kwenye fursa wanayoiona. Unaona? Ili kuendelea kujipambania, kwa sababu maisha bado tuna nafasi ya maisha. Kwa hiyo tusiogope kuingia kwenye mfumo, tupambanie haki zetu, tupambanie maisha. Mungu atatusaidia. Niwe na maisha mazuri. Haya, mambo ndivyo yalivyo, na tulisema pia Mohamed, tutarejea kwako angalau tuambie kidogo kuhusu wewe, lakini pia nafasi yako ya uongozi, na kisha tutamalizia na Rajab Pilipili, kwa sababu tumeona hapo kwamba watu wenye ulemavu wanajishughulisha na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Kwa hiyo wao pia ushiriki wao kwenye masuala ya uchumi ni kiasi gani wanaweza kushiriki? Mohamed, tukianzia kwako. Asante. Mimi nafikiri kwa sasa hivi watu wenye ulemavu wanapambana sana. Na wakati miaka ya nyuma watu wenye ulemavu baadhi waliajiriwa kwenye upande wa serikali. Lakini unaangalia sasa hivi watu wenye ulemavu wanapambana katika kutafuta maisha yao, hususan kwenye ajira binafsi. Kwa mfano mimi binafsi, kama ningekata tamaa, nafikiri siji kama leo ningekuwa hapa, kwa sababu nilipata ulemavu nilikuwa na miaka 20 tu. Angalia, miaka 20 ni muda wa ujana kutafuta. Nikapata ulemavu, lakini sikukata tamaa. Nikasema pamoja na ulemavu wangu, nafikiri ni mipango ya Mungu. Hebu niendelee kupambana, nione nitafika wapi. Na kweli nilipambana, nilifanya shughuli za ufundi viatu, nilipata kozi ya kushonea viatu na nikajifunza, nikafanya kwa muda miaka 7 shule hiyo. Lakini mwaka 2007 nikaingia kwenye ajira ya bajaji. Niliingia baada ya watu wenye ulemavu kuhamishwa maeneo ya biashara. Tulikuwa Mnazi Mmoja, barabara Uhuru, baadaye tukahamishwa tukapelekwa barabara Lumumba, baadaye tukaletwa Karume. Sasa kadri tunavyohama wateja wakawa wanapungua, biashara ile ikawa ngumu. Ikanilazimu nihamie kwenye upande wa bajaji. Kwa sasa hivi mimi ni dereva bajaji tangu 2007 mpaka leo hii. Na namshukuru Mungu, hii ajira imekuja kukomboa watu wengi sana. Ukiangalia miaka 10 iliyopita, watu wenye ulemavu wengi sana walikuwa barabarani wakiombaomba. Walikuwa wengi sana. Lakini baada ya kuingia hii ajira ikawashawishi watu kuingia barabarani. Kumbe utajua kwamba watu hawapendi kuombaomba, ila kitu cha kufanya wamekosa kitu cha kufanya. Lakini baada ya kupata kitu cha kufanya wamepambana, na hii leo maisha yao yamekuwa mazuri, na hata huko nyumbani sasa wamekuwa heshima inapatikana. Na kitu kikubwa ambacho cha kufanya labda katika hii ajira ambayo inaonekana ndio imebeba walemavu wengi sana, hii ya bajaji,
labda serikali ingeangalia namna ya kufanya kuwasupport hao watu wenye ulemavu waendesha bajaji, hii ajira ikarasmishwa, ikawa rasmi kwa watu wenye ulemavu, hasa maeneo ya CDB haya ama maeneo ya mijini, katika miji watu wenye ulemavu wangepewa kipaumbele wao kufanya hiyo shughuli. Sisemi kama wengine wasifanye hiyo shughuli, lakini yale maeneo yale muhimu sana, basi watu wenye ulemavu wangepewa nafasi ya kipekee ili waweze kupambana na maisha, kwa sababu utapowachanganya watu na kuwa hamna fair competition. Ukimchanganya na mtu ambaye sio mlemavu, anaongoza akakaa hapa akamkimbilia mteja, akampokea begi, akaweka begi, biashara mengine akaendelea, au kabaki kaa unaangalia, uweze kumkimbilia mtu. Naam, shukrani sana Mohamed. Wakati tunakamilisha, tusikie kutoka kwenu nyote, Rajab kwa kifupi pamoja na Mohamed pia, ni upo ujumbe wenu kwa siku hii hasa katika jamii? Nikianza mimi, ujumbe wangu ni kwamba tuangalie kwanza utu kabla ya ulemavu, na tuangalie vile vile uwezo alionao mtu na ujuzi kabla ya ulemavu, kwa sababu tutakapofanya hivyo itatupa nafasi kubwa sana kuwapa watu wenye ulemavu nafasi mbalimbali za kushiriki na kujumuika kufanya masuala mbalimbali, ikiwemo katika sekta ya ajira, na kuondoa hali inayoendelea ya kuona kwamba watu wenye ulemavu ni watu tu wa kupokea, wa kupewa, lakini kumbe wanaweza wakatoa, wakachangia na wakaendeleza jamii zao na wao wenyewe. Asante. Asante sana Rajab. Na Mohamed, kwako? Ya, mimi na kwa upande wangu ni shauri tu jamii iendelee kusupport watu wenye ulemavu. Unapoona mtu mwenye ulemavu anafanya kitu, basi endelea kumsupport ili afanye zaidi na zaidi, kwa sababu haya ni maisha. Unapomsupport mtu unamsaidia kufanya mengi zaidi. Kwa hiyo jamii naishauri iendelee kuwasupport wenye ulemavu ili waweze kufika kwenye kilele mafanikio. Asante sana. Nashukuru sana pia kwa kushiriki nasi asubuhi ya leo katika kipindi, na karibuni tena wakati mwingine. Asante sana kwa fursa hii. Shukrani. Ni Rajab Mpilipili tumezungumza naye hapa na kupata simulizi yake, pamoja na Mohamed Kidumke, mwenyekiti wa CHAWATA Dar es Salaam, leo ikiwa ni siku ya watu wenye ulemavu ambao huadhimishwa kila Disemba 3 kimataifa.